Kwa Mungu yote yanawezekana. Okay, hi everyone, I hope wote mko vizuri na mna afya njema. Tunaendelea na masomo yetu. Katika somo la leo tutajifunza kwa nini unapolalamika unafunga macho ya kiroho na ya kimwili na huwezi kuona fursa au baraka za Mungu. Unajua kulalamika ni hali ambayo ni ya kawaida kwa binadamu. Kila mtu nadhani alishawahi ku-experience na kila mtu nadhani alishawahi kumtokea, kwa sababu tuko kwenye dunia ambayo ina challenge nyingi. Hata kama unajitahidi kuwa sawa, kuna watu watajitahidi tu kukukwaza. Kwa hiyo lazima tu utafikia sehemu unaweza ukalalamika. Sasa kipindi cha nyuma kabla sijapata ufunuo kuhusu kulalamika, nilikuwa nalalamika sana. Lakini baada ya kujua siri iliyoko nyuma ya kulalamika, ikabadilisha kabisa mtazamo wangu na nikaona kumbe wakati tunajichelewesha na tunashindwa kupiga hatua kubwa ya maisha kwa sababu ya kulalamika. Sasa leo nataka nikufungue pia na wewe akili yako, nikupe ufahamu kuhusu madhara ya kulalamika na unawezaje kuepuka hii hali ili uanze kuona baraka za Mwenyezi Mungu, ili uanze kuona fursa zilizopo katika maisha yako, kwa sababu unapolalamika vile vitu vyote unakuwa unavifunga. Sasa nitazungumzia kisayansi kwa sababu ni uhalisia ambao si binadamu tunaishi na ni vitu ambavyo viko proven kwa sababu si binadamu tunapenda logic. Lakini pia nitazungumzia na suala la kiroho. Kwa nini hii hali ina athari kubwa sana hata kwenye mambo ya kiroho ambayo ni ya muhimu zaidi katika maisha yetu, kwa sababu mambo yote ambayo yanatokea mwilini yameanza kwanza kwenye roho. Sasa moja kati ya vitu ambavyo vilibadilisha ufahamu wangu ni kuhusu kulalamika kunatuzuia katika mambo mengi mazuri ya kimwili na ya kiroho. Unaweza ukapata chochote kwa Mungu, lakini kwa sababu ya kulalamika unaweza usione hata Mungu ameshakupatia. Hivyo pia unaweza ukalalamikia matatizo ya maisha na yakafunga macho yako usione fursa au uwezekano. Sasa kwa nini nimeleta somo hili? Kulalamika ni sehemu ya binadamu. Hata awali nilikuwa nalalamika sana na hali hiyo ilikuwa inanichelewesha sana katika suala la maisha, hiyo ya kimwili hata kiroho. Baraka za Mungu ilikuwa inanichelewesha katika baraka za Mungu. Baada ya kujua siri iliyopo nyuma ya kulalamika, nikatamani na wewe nikushirikishe. I hope itakusaidia sana. Okay, kwanza lazima ufahamu au tufahamu kwa nini kulalamika kunafunga macho ya kiroho na ya kimwili. Okay, upande wa saikolojia na biolojia ya ubongo. Sasa tunaenda kuangalia sasa kwenye sayansi. Kwa nini kulalamika kuna athari kubwa sana kisaikolojia na kiroho. Sasa tukianza na kisaikolojia au kisayansi, kwa nini ina athari katika mfumo wetu wa mwili. Tukianza kuangalia katika sehemu ya ubongo, kuna mfumo unaitwa RAS ambao unaitwa Reticular Activating System ambao upo ndani ya ubongo wako. Ubongo wako una chujio maalum la taarifa linaloitwa Reticular Activating System, yani mtandao wa neva uliopo kwenye shina la ubongo, yani brain stem. Kazi kubwa ya RAS ni kuchuja mamilioni ya taarifa zinazoingia kwenye milango ya fahamu kila sekunde na kukuletea kwenye utambuzi, yani conscious mind, zile taarifa tu ambazo ubongo unaziona ni za msingi kwako. RAS haitofautishi kati ya kitu kizuri na kibaya, inazingatia tu kile unachokiweka umakini wako zaidi. Sasa hapa naomba unisikize vizuri, yani naomba uweke akili yako vizuri ili unielewe, kwa sababu ukielewa hapa kiukweli utaelewa mambo mengi sana na utasaidia watu wengine zaidi katika maisha ambayo unaishi na jamii tofauti. Sasa kwenye ubongo wetu huwa tunasema kuna kama kichujio. Si kama ni kichujio, kipo kiuhalisia. Unavyoona vile chujio linavyochuja chai, linatoa maji safi yale ya chai, alafu linabakiza ule uchafu wa juu ambao ni vile viparticle vile ambavyo havitakiwi kuingia kwenye chai. Pia kwenye ubongo wetu kuna chujio ambalo linaitwa Reticular Activating System. Sasa ili chujio huwa kazi yake linachukua zile taarifa za muhimu tu ambazo wewe unazipitia kwa siku husika. Na changamoto ya hii sehemu huwa yenyewe haijui kutofautisha hichi kitu ni kibaya na kitu kizuri. Yenyewe tu inapokea.
Na taarifa za muhimu mara nyingi ni zile taarifa ambazo unaziwaza kila muda, unazirudia mara nyingi au unazifuatilia muda wote. Na ndio maana nashauri sana, chunga sana movie unazoangalia, chunga sana maneno unayozungumza, chunga sana vitu unavyofanya kila muda, kwa sababu hizo ndio taarifa zako za muhimu muda huo. Yani yenyewe inachukua vile vitu vya muhimu ambao unavirudia muda huo mara kwa mara. Sasa inavyo vichukua, inavichuja na kuviingiza ndani ya ubongo wako kwenye sehemu ya ufahamu ambao ni utambuzi. Tunaita conscious mind. Kwa sababu sisi binadamu tuna sehemu tatu. Kuna conscious, sehemu za ubongo hizi. Kuna subconscious na unconscious. Conscious ni ufahamu wa kujua kwamba mimi niko wapi, sasa hivi saa ngapi na mazingira gani nipo, lakini subconscious ni akili ya chini ya fahamu. Sasa hii reticular inachuja zile taarifa zote ambazo ni za muhimu kwako, alafu inapeleka kwenye ufahamu. Kwa hiyo zinaanza kuzunguka kwenye akili yako muda huo, kwa sababu zimeonekana ni za muhimu. Changamoto hii sehemu haijui kutofautisha hichi ni kibaya na kizuri, yenyewe inachuja tu jambo ambalo unalirudia mara kwa mara. Na udhaifu mwingine wa ubongo wetu, jambo lote ambalo unalirudia mara kwa mara, iwe mziki mbaya au maneno mabaya, linaonekana ni la umuhimu. Yaani huo ndio udhaifu wa ubongo wetu, kwamba kitu chochote ambacho nakirudia mara kwa mara kinaonekana cha umuhimu. Sasa hapa nimekuwekea picha, unaweza kuangalia mfumo wa rasi unavyokuwa, ambao ni reticular activating system, ambazo rasi waga inachuja taarifa kupitia mifumo ya fahamu, ile milango ya fahamu, ulimi, pua, macho, masikio, ngozi, inazichukua hizo taarifa alafu inaziingiza katika ufahamu. Kwa hiyo mara nyingi yenyewe kazi yake tu ni kuchuja zile taarifa za muhimu ambazo unazitumia au unazipitia katika kipindi hicho husika. Sasa jinsi kulalamika kunavyotokea kwenye mfumo wa rasi, hiyo reticular activating system. Sasa unapolalamika mara kwa mara, maisha ni magumu, watu ni wabaya, sipati fursa, unaupa ubongo wako maelekezo kwamba matatizo na vikwazo ndivyo vitu vya msingi kwako. Yani kama nilivyosema kwamba rasi ni kichujio cha taarifa za muhimu. Sasa waga haijui kutofautisha kati ya kitu kibaya na kitu kizuri. Yenyewe inaangalia kile kitu ambacho unakirudia mara kwa mara. Huo ndio udhaifu wetu sisi ubongo. Yaani kitu kirudia mara kwa mara inaona ni kitu cha muhimu. Na ndio maana hata shuleni huwa tunafundishwa kwamba soma kitu kirudie mara kwa mara ili ukielewe. Hiyo ndio hali ya kawaida. Hiyo ndio mother of study. Yaani ukitaka kitu kiwe cha umuhimu kwako lazima ukirudie mara kwa mara. Hata kwenye mahusiano, ili mapenzi yaendelee kuwa mazuri zaidi, huwezi kumwambia tu mtu mara moja tunakupenda. Unakuwa kila siku, ili si kwamba eti huyo mtu ajui, lakini unatakiwa uendelee kusema. Kwa hiyo kitu chochote ambacho kinarudiwa mara kwa mara kinapata nguvu. Kwa hiyo hata pia kwenye ubongo wetu, hiyo sehemu ya reticular activating system huwa inachukua zile taarifa ambazo unazirudia mara kwa mara. Kwa mfano unakuwa unasema maisha ni magumu, watu ni wabaya, sipati fursa, sasa hivi serikali labda inabagua baadhi ya watu, au mimi sasa hivi siwezi kufanikiwa. Tayari ile rasi inakuvutia hayo mambo yanaonekana kwako ni mambo ya muhimu. Ukitaka kuelewa vizuri hii rasi, ukiwa umeingia TikTok ukasearch labda vitanda, utaanza kuletewa vitanda, kwa sababu ile TikTok ina mfumo wa logarithm ambao unaweza kusoma wewe unachokitaka. Ndivyo hivyo pia hata rasi. Yaani ukisema hata leo nataka kununua Samsung, utaanza kuziona Samsung nyingi. Ukisema nataka kununua labda gari labda Range Rover Sport ya mwaka 2020, utaanza kuziona mitandaoni kwa watu, kwa sababu tayari focus yako umeipeleka kwenye Range Rover. Kwa hiyo hivyo pia ukiwa unalalamika unasema vitu ni vigumu, ili jambo siliwezi, tayari ile rasi inachuja ile taarifa, inaiona kwamba hiyo ni ya umuhimu kwako. Sasa kinachotokea ukishazungumza hivyo vitu, rasi inavipokea na kuviona vya umuhimu. Sasa rasi inaanza kuchuja na kukupa taarifa. Rasi inaanza kuchuja. Okay. Sasa ubongo wako unaupa maelekezo. Ukisema sasa kwamba watu ni wabaya, sipati fursa, unaupa ubongo wako maelekezo kwamba matatizo na vikwazo ndio vitu vya msingi kwako. Rasi inaanza kuchuja na kukupa taarifa, inaanza kuchuja na kutupa taarifa zote za fursa, wema na suluhu, kisha inakuletea mifano mingi zaidi ya mambo yanayoharibika ili kudhibitisha kile unacholalamika. Sasa
Hapa naomba unielewe. Umeanza kusema kila siku labda maisha ni magumu, sipati fursa, kazi sasa hivi hazipatikani. Lasi inaona hiyo ndio vitu vyako vya muhimu. Inaona hivyo vitu ndio vya kuzingatia kwako. Kwa hiyo, yale mambo mazuri, yale mema, labda kusaidiwa, kupendwa, kuonekana una thamani, inaanza kuyachuja. Inaanza kuona kwamba huyu hafai, huyu hayasiwa muhimu kwake. Ndio maana inashauriwa kila siku jisemee maneno mazuri. Yaani naongea kwa uchungu, naongea kwa msitizo, jisemee maneno mazuri. Kwa sababu ukisema maneno mabaya yanachujwa, yale mazuri yanawekwa pembeni, alafu yanaanza kuleta mabaya ili yathibitishe kile ulichokisema kuwa ni cha uhalisia kwako. Na ndio maana Waswahili wakasemaje, ulimi unaumba, unachokisema kinakuwa. Maanake yale unayosema yanaanza kuvutwa uyaone. Kwa hiyo maanake akili yako inaanza kuchuja tu yale mabaya, kwa sababu ndio yapo kwenye akili yako, ndio unayoyatazama. Lakini ukiyaona mazuri yanafichwa, kwa sababu yanachujwa. Yani inaona kwamba huyu sio sehemu yake, inaona kwamba haya mambo hayamuhusu huyu, ngoja tumletee haya. Ndio unakuta mtu anayelalamika kazi ni ngumu, kila siku atakuwa analetea marafiki na wanaolalamika hivyo hivyo. Kazini kule ataambiwa tena wewe hufai, kila sehemu unapoenda. Na mimi baada ya kujua hii siri niliacha kabisa kulalamika. Hata kama kwa mfano ukijikuta umesahau ukaanza kulalamika, reverse haraka, jisemee mazuri, kwa sababu hayo ndio yanavutwa katika akili yako. Sasa issue nyingine ni mvuto wa kifikra. Hii tunaita bias confirmation. Unajikuta huoni fursa zilizopo mbele yako kwa sababu lasi imeziba macho yako ya akili, si kwamba fursa zipo. Mfano, meli zipo lakini unaziona kama mawimbi. Yaani kazi zipo lakini unaziona kama hazifai, kwa sababu wewe malalamiko yako kila siku, kazi hamna, kazi hazifai, mshahara mdogo, mshahara utoshi. Mshahara huo una mtu kanunua gari. Huo unaosema mdogo, mmeajiriwa sehemu moja lakini mwenzako ana mtazamo tofauti. Na ndio maana kuwa makini sana na mtu unayekaa naye, kwa sababu anaweza kukutengenezea mtazamo tofauti ambao unaenda kuasili ile lasi ikafunga mfumo wako wa kuona. Yaani tuseme lasi ni kama macho yako ambayo yanafanya kazi wewe ukiwa una ufahamu wa kawaida. Yenyewe inachuja. Yaani unaweza kuwa umekaa hivi umetulia, yenyewe inachukua tu taarifa bila hata kujua. Hata kama uongei inachuja, inakuingizia mle. Kwa mfano kama kila siku unasikia mambo ni magumu, rafiki zako wanalalamika labda mahusiano ni changamoto, ndoa hazidumu, yani haya ndio yanachujwa sasa. Kwa hiyo zile habari nzuri labda ndoa inadumu na nini yanaweka pembeni, unaanza kuletewa mambo mabaya. Ndio unashangaa tu kosa dogo tu, soksi tu umezisahau, umeziweka labda sehemu mbaya, mnagombana, ndoa inaharibika. Na migogoro mingi ya ndoa ukifuatilia ni mtu kamjibu mwenzie, mtu mwingine kasahau kaingia na viatu, ndio eti watu wanaachana. Lakini kwa sababu ya nini? Tayari ule mtu alikuwa na predict, alikuwa anayaongea hayo mambo, akawa anayavuta. Na nitaenda kukuambia kwa nini hii ina nguvu pia hata kiroho. Lakini kisayansi kuwa makini sana na hii sehemu. Kwa hiyo kuna kitu kinaitwa bias confirmation. Kwa hiyo mara nyingi sasa yale mambo mabaya yanaanza kuvuta kwa sababu ndio uko nasema yale mazuri yanachujwa, yanaweka pembeni. Leo kama una muda, ingia TikTok au Instagram, kuna logarithm hiyo. Search kitu chochote, hata vitanda. Tena Instagram ndo wako haraka sana. Ukienda ukasearch tu hata simu, hata ukaandika smartphone TZ, utaanza kuletewa masimu. Si kwamba kule Instagram ulipokuwa unaingia kulikuwa hamna hiyo masimu unaoletewa. Hapana, wamekusoma akili yako, wakakuchuja, wakaona kwamba wewe unataka simu. Kwa vitu vingine vikachujwa. Hivyo pia unapokuwa unasema maisha ni magumu, changamoto, sitaweza kufanikiwa, unachuja yale mazuri, unaanza kuleta mabaya kwenye maisha yako. Ndio maana kuna wimbo wa Rose Muhando naupenda sana, anasema uchawi wa maisha ni wewe mwenyewe, kwa sababu ya hii rasi. Ukiwa unasema kazi ni ngumu, sitaweza, sitafanikiwa, yale ya kuweza yanachujwa, alafu unaletewa mabaya. Ndio maana kuna nyimbo naipenda sana Rose Muhando, anasema uchawi wa mafanikio yako ni wewe mwenyewe. Maana yake wewe ndio unajiloga mwenyewe kwa ulimi wako mwenyewe. Lakini pia sababu nyingine ni kuzalishwa kwa kemikali kwenye ubongo. Kulalamika hutoa homoni ya msongo wa mawazo ambayo inaitwa cortisol. Viwango vya juu vya cortisol vinadidimiza kazi ya prefrontal cortex, sehemu ya ubongo inayohusika na maamuzi sahihi, ubunifu na utatuzi wa matatizo, na kukubakiza kwenye hali ya hofu na kujiamini. Sasa hapa nitazungumzia
kama daktari, kwa sababu mimi ni mtaalamu wa afya, nitakuelezea vizuri ili unielewe. Unapolalamika huwa kuna kemikali. Kemikali tunaweza kusema ni vichocheo. Hivi vichocheo huwa vinamwagwa au vinazalishwa kwa wingi mpale unapolalamika. Vichocheo ambavyo vinazalishwa huwa ni kotizo. Yaani, ngoja ili nikueleweshe vizuri kwa sababu mimi napenda sana mtu anielewe. Na ukinielewa nitafurahi sana. Iko hivi, sisi binadamu huwa tuna vichocheo vya aina mbalimbali. Kuna kichocheo cha furaha, yaani kuna kemikali zikimwagwa mwilini mwako unajisikia raha, inaitwa dopamine na serotonin au endorphin. Yaani hizo zikimwagwa unajisikia raha. Sana sana zinatokea pale watu wanavyokuwa kwenye first date, ndio maana wanafurahi zaidi, wanakuwa na amani, zinakuwa zimemwagwa kwa kiwango kikubwa. Sasa unapolalamika au unapokuwa na msongo wa mawazo, unapokuwa unasononeka au unafyonza, huwa zinamwagwa kemikali za msongo wa mawazo ambazo zinaitwa cortisol. Sasa hizi zinachofanya, kwanza zina madhara mengi. Kwanza zinapunguza ule uwezo wako wa ufahamu, kwa sababu si binadamu kuna sehemu ya mbele ya ubongo ambayo inaitwa prefrontal cortex ambayo inahusika na utambuzi na ufahamu. Ile cortisol waka inachoenda kufanya, inaenda kudidimiza ule uwezo wa prefrontal cortex. Wewe fuatia watu wengi ambao wanalalamika, ufahamu wao unapungua, akili yao inapungua. Yaani ikishadidimiza ile sehemu, kwa sababu prefrontal cortex ndo ubongo wa mbele ambao unatusaidia siku na utambuzi, ufahamu na kujua cha kufanya. Ubongo unaohusika na maamuzi sahihi, ubunifu na utatuzi wa matatizo. Ndio unakuta mtu analalamika, anaweza kuwa anaona kabisa kuna kitu ambacho kinaweza kumsaidia, lakini hawezi kuiona kwa sababu ile sehemu imeshadidimizwa, imeshazimwa. Yaani tuseme kama switch. Unapolalamika unaenda kuzima ile switch ya akili. Ili unielewe vizuri. Yaani unaenda kuzima ile switch ya ufahamu wako au ule utambuzi au uwezo wa kuelewa kwamba hili jambo naweza kulitatuaje. Unaenda kuzima. Kwa maana yake unakuwa gizani, huwezi kujua namna gani ya kufanya jambo hilo ili kulitatua. Kwa hiyo kulalamika kuna athari nyingi sana. Kuna ziba huo mfumo wa rasi, usivute yale mazuri kwako, lakini pia kuna asili pia vichocheo ambavyo vinaweza kusababishia wewe ile sehemu ya ubongo ambayo ni prefrontal cortex, sehemu ya mbele ya ubongo ambayo inahusika na utambuzi, ubunifu na utatuzi wa matatizo, ididimie, yani ishinde kufanya kazi vizuri, na mwisho wa siku unakuwa na hofu na mtu wa kujihami na unakuwa unaogopa. Angalia mtu yote anayelalamika, mimi hapo siwezi, ile jambo ni gumu. Mara nyingi wanakuwa na hofu sana na wasiwasi, anatetemeka, muda wote anakuwa anajihami. Kwa nini? Yaani ukimuuliza tu kidogo anawahi kupaniki. Lakini yule mtu ambaye anaongea maneno ya ushindi, wewe fuatia watu wengi ambao wanaongea maneno positive, wana mtazamo mzuri sana. Mimi nilikana na rafiki yangu mmoja, hata kama uko na changamoto fulani anakuambia itawezekana tu. Ni mmoja wa rafiki zangu ambao walinijenga sana kiakili, na namshukuru Mungu sana kukutana naye. Kipindi niko shule nilikuwa napitia hali fulani hivi ya kwanza kulalamika, lakini alikuwa ananiambia kila nikutana naye, mpaka nilikuwa na siku moja nikamtania, nikamwambia hivi, wewe kwani upitii changamoto? Akawa anacheka na yeye ananiangalia. Nikaja nikajifunza kuna watu wenyewe wamebarikiwa tu na Mungu. Sidhani kama alikuwa na masomo kama haya ambayo mimi sasa hivi nafahamu, lakini tu yeye alikuwa anaamini mtazamo positive. Kwa hiyo kila siku alikuwa anaona uwezekano. Lakini sasa mimi kwa sababu ya kulalamika, ndio hivyo, kila siku hofu, unaanza unajihami, unakuwa hujiamini kwa sababu ya kulalamika. Sasa na wewe pia ikusaidie ubadilike. Kulalamika kuna athari, kwanza unafunga macho yako ya kuona fursa na kuona uwezekano na kuvuta mema katika maisha yako, katika anga ya kimwili, lakini pia unazuia ufahamu wako usifanye kazi, sehemu ya mbele ya ubongo inazima. Wewe fuatia hata watu wengi ambao wanalalamika sana kwenye sehemu yote, mara nyingi ufahamu wao unapungua na namna ya kutatua changamoto unakuwa, yani namna ile ya kutatua changamoto husika inakuwa ni kwa kiwango kidogo sana. Sasa tumeshaangalia katika sehemu ya sayansi ambayo tumesema kwamba kuna sehemu ambayo inaitwa RAS, Reticular Activating System, ambayo inachuja taarifa zote za umuhimu ambazo sisi tunazipitia, na vitu vyote vya muhimu ni vile ambavyo unavirudia mara kwa mara. Ukiona unasema maisha ni magumu, kazi ni ngumu kupatikana, maana yake
kama kuna fursa au kuna kazi zimeshatokea, huwezi kuziona kwa sababu zile zitachujwa, utaletewa yale magumu ili uhalalishe kile ulichokuwa unakizungumzia au unachokisema. Lakini pia kulalamika kunafanya kemikali ya kotizo ambayo inahusika na msongo wa mawazo kuzima sehemu ya mbele ya ubongo wa fahamu ambayo inaitwa prefrontal cortex, ili ushindwe kuwa na utambuzi na uwezo wa kutatua changamoto na kuwa na ubunifu wa kufanya maamuzi sahihi. Mwisho wa siku unakuwa na hofu na wasiwasi. Lakini pia sasa kwenye upande wa kiroho, sasa kwa nini kulalamika pia kuna nguvu, pia kunaweza kusababishia changamoto pia kwenye upande wa kiroho? Katika upande wa kiroho nitatoa mfano wa stori ya Waisraeli. Mfano wa Waisraeli jangwani kwenye upande wa kiroho ni mfano ulio wazi zaidi jinsi ya kulalamika kunavyofunga macho na safari ya Waisraeli kutoka Misri kuelekea nchi ya ahadi. Sasa asali ya kulalamika tunaweza kujifunza pia kwenye stori ya Waisraeli na issue yao ya kwenda Kanaani, nchi yao ahadi. To cut out this story ili uelewe vizuri, japo nitakusomea pia uelewe. Waisraeli walikuwa naelekea kwenye nchi ya ahadi ambayo Mungu alikuwa anataka wafike, kwa sababu walikuwa wanaishi kwenye nchi ya utumwa. Ni kama wewe sasa hivi unavyotamani kutoka kwenye maisha ya umaskini kwenda kwenye maisha ya utajiri. Sasa wao walikuwa kwenye maisha ya utumwa Misri. Mungu akawakumbuka, akabidi awatoe awapeleke Kanaani. Sasa hakuingia mtu yoyote kule, waliingia watu wawili tu, Yoshua na Caleb, kwa sababu hawakulalamika. Na nitaenda kuonesha kwa nini na wewe usirudie hayo makosa. Ila wengine wote walivyolalamika walishindwa kuingia. Na safari ilikuwa ni ya siku 40, lakini walichukua miaka 40. Kwa hiyo hata wewe unavyolalamika, kuna mambo mengi unajichelewesha, unajizuia. Ndio maana hata awali nilivyokuambia kuna vitu vingi nilikuwa naviona vinachelewa kwa sababu ya kulalamika kwangu. Na wewe usikosee haya makosa. Lengo la Biblia au neno la Mungu ambayo lilinenwa nyuma au stories za kwenye Biblia zinatusaidia pia kutufundisha sisi nini cha kufanya na nini cha kuepuka. Kwa sababu nikwambia hapa duniani is all about learning. Yani vitu vingi ambavyo vimetokea duniani tunajifunza kwa kuvipitia. Ukiona hii radi ambavyo inakingwa, ile kile kingaladi, kuna mtu alitengeneza kile kingaladi akapigwa na radi mpaka akafa, ndio akatengeneza mfumo ule. Ukiona hizi ndege, kuna mtu alidondoka akiwa anafanya majaribio ya ndege mpaka akafa, baadaye wakaendeleza wakajenga. Kwa hiyo kwa nini tunajifunza kupitia haya mambo? Manake tusirudie makosa hayo. Kwa hiyo yule aliyejenga ndege akadondoka akafa, watu wakaja wakaendelea wakajenga ujuzi zaidi. Kwa hiyo ndio binadamu tunaishi hivyo, kwamba unaangalia mwenzako alipitia wapi, wewe unaongezea na unajifunza kupitia hayo. Sasa sio mwenzako alidondoka kwa kosa fulani la ndoa na wewe tena unaenda kudondokea hapo. Sasa hapo unakuwa umekosea. Lazima ujifunze kwamba kumbe sasa hivi hekima ni kuishi kwa namna hii. Hiyo ndio hekima na huo ndio ufahamu katika maisha. Sasa kwa nini sasa hii story ya Waisraeli inaweza kutusaidia kuelewa kwa nini kulalamika kuna nguvu ambayo inaweza kusababishia usione baraka za Mungu? Sasa kitu cha kwanza kabisa, kuna usumbufu wa kumbukumbu na upofu wa shukrani. Waisraeli walipokutana na changamoto za chakula na maji jangwani, badala ya kukumbuka miujiza mikubwa waliyoiona kama kupasua kwa bahari ya Shamu, mapigo ya Misri, walifunga macho yao ya kiroho na kuanza kulalamika. Wakaanza kusema, wana wa Israeli, na nukuu, wana wa Israeli wakamwambia, laiti tungalikufa kwa mkono wa Bwana katika nchi ya Misri, hapo tulipoketi karibu na zile sufuria za nyama, tulipokula vyakula hata kushiba. Kwa nini mmetutoa huko na kututia katika baraa hii na kutuua kwa njaa kusanyiko hili lote? Hii inatoka katika kitabu cha Kutoka 16 mstari wa 3. Sasa kulalamika kuliwafanya waone utumwa wa Misri kama siku nzuri na kuona ahadi ya Mungu kama mtego. So iko hivi. Sasa Waisraeli, kilichotokea walipokuwa njiani, walifika sehemu ambapo sasa wanatakiwa kuingia nchi ya ahadi. Sasa
ile nchi ya ahadi ilikuwa na challenge kidogo, kwa sababu kulikuwa kuna watu bado wanaishi, walikuwa wanaitwa wana wa Anaki, walikuwa ni wakubwa sana wenye nguvu. Sasa Waisraeli walivyoona ile hali wakaanza kumlalamikia Musa, wakasema bora mngetuacha kule Misri tungekufa, lakini tukiwa tunakula, kwa sababu kuna masufuria ya nyama kuliko kutuleta huku tufe kwa njaa. Kwa nini mmetutoa huko? Sasa kule kulalamika kwao kukafunga macho yao, wakasahau. Na ndio maana hapa na kazania zaidi, unapolalamika kuna kufanya usahau mambo mazuri ya nyuma. Hiyo ndio issue ya kiroho. Unasahau zile baraka za Mungu za nyuma, na baadaye unatoa kabisa kwenye ufahamu wa kiroho ambao ni mzuri, ambao unakusaidia kufanikiwa. Sasa kilichotokea, Waisraeli wakasahau Mungu aliwapasulia bahari, kwa sababu walikuwa nakimbizwa na Wamisri. Mungu akapasua bahari wakapita. Imagine, eti fikiria wewe unalalamika kwamba kazi sasa hivi hamna, lakini kuna kipindi cha nyuma Mungu alishai kushindia kesi ambayo ilitakiwa wewe unyongwe au uliwe, au Mungu alisha kushindia mtihani mgumu ambao ulikuwa unaona kabisa wewe utafeli. Alafu sasa hivi eti kwa sababu ya kazi tu imekuwa changamoto tu kidogo unaanza kulalamikia. Sasa kinachotokea, unafungwa macho, hata yale ya mbele huwezi kuyaona. Hata kama hiyo kazi ikitokea, tunarudi kule kwenye mambo ya kimwili, ile rasi inafungwa. Ikishafungwa sehemu ya ubongo inazalisha hiyo kemikali ya kotizo, ndio unapotea kabisa. Yani kimwili na kiroho, kwa sababu chochote kinachotokea kinaanza kimwili kwanza, afu nakuja kiroho. Ndio maana Biblia inasema ajionavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Sasa kilichotokea, wana wa Israeli wakasahau kupasuka kwa bahari ya Shamu, mapigo ya Misri ambao waliyaona kabisa. Mungu aliwapiga wa Misri hadi uzao wa kwanza. Yani imagine hiyo story ilikuwa ni kubwa kiasi kwamba hiyo mapigo yalikuwa makubwa sana, kwa sababu Misri watu wote uzao wa kwanza walikufa, hadi mtoto wa Farao, na walishuhudia Waisraeli. Lakini ona, eti wakasahau Mungu amewaleta kule kuwaua, kati yeye mwenyewe ndo amewatoa, na Mungu eti hawezi kuwatetea katika hiyo nchi ya ahadi na hayo manefri, yani hayo madude hao wana wa Anaki ambao yako ni makubwa. Wakaona kwamba Mungu amewaleta kule kuwaua. Unaona mazaa ya kulalamika. Kwa hiyo wakawa wamefungwa macho, wakawa wameona kwamba hii ndio mwisho wetu, lakini wakasahau kama Mungu amewasaidia katika sehemu kubwa kabisa ya mwanzo ambayo walikuwa hawawezi. Unaona? Kwa hiyo wao wakaona kama ni mtego, wamepelekwa huko kuuliwa, lakini sio. Na kwa nini waliona hivyo? Kwa sababu ya kulalamika. Lakini pia kulalamika pia kunapoteza mtazamo wa kimungu. Tukiangalia katika stori ya upelelezi wa Kanaani, Musa alipotuma wapelelezi 12 kuangalia nchi ya Kanaani, katika kitabu cha Hesabu 13 hadi 14, wote waliona nchi yenye asali na maziwa, na wakaona majitu, wana wa Anaki. Hata hivyo wapelelezi 10 walilalamika na kuogopa. Macho yao kiroho yalifungwa, walijiona kama panzi mbele ya majitu. Kulalamika kwao kulieneza hofu kwa taifa zima. Yoshua na Kalebu walikuwa na roho tofauti. Waliona Mungu yupo pamoja nao, na kwamba majitu yao ni chakula chao. Macho yao yalikuwa wazi kuona uwezo wa Mungu kuliko ukubwa wa matatizo. Sasa kama nilivyosema awali, wana wa Israeli walikuwa naelekea nchi ya ahadi. Sasa hiyo nchi ya ahadi walioikuta, na hapa jifunze kitu. Hata wewe pia kuna sehemu Mungu anakupeleka. Sasa kule unapopelekwa lazima kunakuwa na challenge. Ili hiyo challenge uivuke, lazima umuite Mungu akusaidie. Hutakiwi kulalamika. Ukilalamika tu tayari unakufa katika hiyo changamoto, kwa sababu hiyo changamoto itakufanya ufungwe macho, usione yale mazuri ya Mungu. Na Mungu hapendezwi na hofu na mashaka, kwa sababu unapolalamika kama nilivyokuelezea awali, kimwili pia unazalisha hiyo kotizo, inakupelekea tu automatic unakuwa na hofu na mashaka. Kwa hiyo ndio maana usione mtu anakuwa anajisemea maneno mazuri, anajiongelea motivation, wewe ukaona kwamba eti anapoteza hamna. Hapana. Wewe unaweza kumdharau leo, lakini as time goes, na ndio maana unaonaga hata watu wanadharau wanazihaki labda motivation, maneno positive, wanaona kwamba hayana maana.
wewe dharau, lakini as day as goes, mpe muda huyo mtu anayesema maneno mazuri, mpe muda tu. Ni kama mtoto mdogo anavyoanza wewe mdharau, kuna siku ataongea, na akiongea hatarudi tena nyuma kusema yale ila yule ambaye anaongea maneno mabaya atazidi kuwa chini. Sasa katika hiyo story kwa kuifupisha, walituma watu 12 wakaikagua ile nchi, kwa sababu ilikuwa ni nchi nzuri yenye asali. Unaambiwa kwamba zabibu walikuwa wanabeba yale mti ya zabibu, wanabeba watu 2 makubwa kweli. Nchi hii imejaa mazingira mazuri. Walichukua mfano, yani uzuri wake ni kama zamani kitu kilichokuwa kina uzuri sana ni asali na maziwa. Kwa hiyo ilikuwa ni nchi nzuri. Sasa walitumwa watu 12, wakaenda wanajificha, wakaingia, wakachungulia, wakaona majitu makubwa. Wale watu 10 walivyorudi wakasema, jamani, ile nchi ni nzuri sana, lakini kuna majitu makubwa na hatuwezi hata kupigana nayo. Unaona, wakaanza kulalamika. Ndio hapo useme kwamba nimeona kuna kazi kama ambayo imeendana na mimi nilivyosomea, lakini wameapply watu 300. Kuna watu ambao wanapendaga hivyo. Ndio maana mimi mtu akianza kuongea hivyo kama rafiki yangu, na achana naye kabisa, naondoka hiyo sehemu na naenda kusali ili ya mambo yasitokee kabisa kwenye akili yangu. Nakumbuka hata kipindi nasoma, na baadhi ya rafiki zetu walikuwa wanatuambia, ukifika mwaka wa 2 lazima ufeli, yani lazima upate sub. Lakini mimi nikabadilisha kabisa mtazamo na sikupata. Kwa hivyo pia wakaambiwa kwamba yani yale majitu ni makubwa na yana nguvu, na tunajiona sisi kwao kama panzi. Imagine, hata wajaambiwa lakini wao wakajiona. Na fahamu kwamba ujionavyo ndivyo ulivyo, ajionavyo mtu nafsini wake ndivyo alivyo. Lakini wale watu 2, Joshua na Caleb, wakasema yale majitu tumeyaona, uvuli wao umeondolewa, umekuja kwetu, na yale ni kama chakula kwetu, kwa sababu Mungu aliyotushindia katika yale mambo ya nyuma anatushindia sasa. Hao ndio wale watu ambao walioingia katika hiyo nchi ya ahadi. Lakini wale watu wengine 10 walichokifanya sasa, ndio hapa ninachotaka pia kukugusia uwe makini. Wale watu 10 walipoanza kulalamika, wakawaenezea na wale wengine taifa zima. Imagine, ndio maana kuwa makini sana watu wanaokuzunguka. Rafiki zako wanaongea nini kuhusu ndoa? Rafiki zako wanaongeaje kuhusu ugonjwa unaokusumbua? Rafiki zako wanaongeaje kuhusu nafasi za kazi? Wanaweza kukucheleweshea wewe kupiga hatua. Kuwa makini na watu wanaokuzunguka. Watu 10 wakawaharibu ile umati mzima kabisa. Wakaanza kusema, jamani, kule tutakufa. Ndio wakaanza kulalamika, sasa afadhali mngetuacha Misri, tukafa huko masufuria ya nyama, ona tunakufa na njaa na haya majitu, na tutaingiaje, itakuwaje, maisha ya huku itakuwaje? Wakaanza kulalamika. Na Mungu, ukifuatilia ile safari ya Israeli, walitakiwa wafike katika nchi ya ahadi kwa siku 40, lakini kwa sababu njiani walikuwa wakifika tu sehemu wanaanza kulalamika, maji hamna, Musa ametuacha huku tufe. Mungu anawasaidia, wanapata maji, anamwambia Musa apige mwamba, wanapata. Fika sehemu tena tuna njaa, tunataka nyama, Mungu anawapatia. Wanalalamika kwa sababu Mungu alikuwa anawapenda, alikuwa anawafanyia hivyo. Lakini kiukweli hii ya kufika nchi ya ahadi ndio ilikuwa ni hatua ambayo kwao iliwapotezea kabisa hatima yao, kwa sababu ilikuwa ndio sehemu watakuwa waingie, ndio wakakataa kuingia kwa sababu wakaona kwamba wao hawana uwezo, wakajiona wao kwa nguvu zao, kwa sababu tunashinda vita si kwa nguvu zetu, ni kwa nguvu za Mungu. Wakasahau tu kukumbuka kwamba walitakiwa tu wamwambie Mungu awasaidie. Lakini ona madhara ya kulalamika, wakasahau kwamba Mungu yupo wa kuwasaidia. Kwa hiyo kulalamika kuna nguvu kubwa sana kiroho ambako kunaweza kukuzuia usipige hatua kubwa. Lakini issue nyingine ni gharama ya upofu wa macho. Kwa sababu ya kulalamika na kutokuamini, kizazi kile chote kilichotoka Misri, kasoro Yoshua na Caleb, kilifariki, kiliafiki kupotelea jangwani. Kilifariki na kupotelea jangwani kwa miaka 40. Safari iliyotakiwa kuchukua kilipotelea jangwani kwa miaka 40. Safari iliyotakiwa kuchukua siku chache ilichukua miongo 4, kwa sababu ya kulalamika kuliwanyima uwezo wa kuona njia na kuingia kwenye ahadi yao.
Unaona, safari ambayo ilichukua siku 40 ilichukua miaka 40. Imagine. Sasa hapa naomba unisikize vizuri. Wewe ulitakiwa Mungu akupeleke katika ofisi kubwa labda ya serikali, labda biashara kubwa. Itakuwa tu uchukue hata siku 40, imagine, ili ufike pale. Lakini sasa huwezi kufika, na nimekuelezea kisayansi na kiroho. Nadhani itakuwa inakuwekea logic kichwani. Huwezi kufika pale kwa sababu umezifunga fursa mwenyewe. Ndio maana Rosemont anasema uchawi wa mwanadamu ni wewe mwenyewe. Hakuna mchawi, ni wewe mwenyewe ndio unajiroga. Kwa hiyo huwezi kufika kule. Imagine ulitakiwa ufike kwenye mafanikio yako, kwenye ushindi wako, kwenye kila kitu ambacho unakitakiwa kufikia hapa duniani. Lakini kwa sababu tu ya kulalamika umekaa miaka 40. Sasa chukulia kwa mfano sasa hivi na miaka 30, jumlisha 40, 70. Ndio maana watu wengi wanakufa wakiwa wazee, wanaanza kujutia kwamba light ningejua ningeanza kufanya hivi na hivi na hivi. Light ningejua ningeanza kufanya hivi na hivi. Kuwa makini sana na pressure ya watu inaokuzunguka. Kuwa makini sana na mambo ambayo unasema. Kuwa makini sana na vitu ambavyo unasikiliza. Ndio maana mimi kuna muziki siwezi kabisa hata kuiplay kwa sababu lazima nijue inasema nini. Unakuta muziki unaimba hivi, maisha sijui ni magumu, sijui wanaume tumeumbwa, sijui mateso kwa hiyo nyimbo mimi siwezi kusikiliza. Hata siku moja kunikuta nasikiliza eti wanaume tumeumbwa si mateso. Hapana. Ni wanaume labda wa aina yake labda yanavyotaka hivyo. Lakini unajua kila mtu anaofahamu wa namna yake. Yeye mwenyewe pia labda hivi vitu hakuvifahamu ndio maana kaimba hivyo. Kwa hiyo siko hapa kwa ajili ya kukataza kwamba sikiliza nyimbo fulani na nini, hapana. Lengo nataka nikupe ufahamu kwamba kile unachokirudia mara kwa mara kinaweza kikakuzuia wewe au kikafunga akili yako usipige hatua kubwa ya maisha. Na kama nimekuelezea hapo awali, kuna kitu nadhani utakuwa umeshaanza kuelewa kwamba kiukweli kadri tunavyozidi kulalamika kuna tuzuia sisi kupiga hatua kubwa ya maisha. Sasa tuangalie ulinganifu wa pamoja. Tuangalie mfumo wa rasi na mfumo wa kiroho kwenye sayansi na kiroho. Sasa matokeo ya kulalamika, tukiangalia katika sehemu ya matokeo ya kulalamika, ina kulazimisha ubongo uone matatizo na kupuuza suluhu na fursa. Katika sehemu ya sayansi tulivyojifunza kwamba unapolalamika ina ulazimisha ubongo wako kuanza kuona matatizo na changamoto, na inazuia kuona fursa na suluhu za matatizo. Lakini kwenye sehemu ya kiroho inalazimisha roho ione matatizo kwa ukubwa kuliko uwezo wa Mungu. Unaona changamoto yake sasa. Yaani ndio maana wao wafuatia watu wengi wanaolalamika. Yaani anakuwa anajitahidi kukuelezea yaani kwamba kitu kipo kikubwa kuliko uwezo wa Mungu. Na kiukweli wewe fuatilia, hata mimi pia nilikuwaga hivyo zamani. Yaani mtu anapokuwa analalamika anajitahidi kupandisha ile tatizo liwe kubwa kuliko hata uwezo wa Mungu. Ndio changamoto za kulalamika. Lakini asali ya mwisho katika mfumo wa sayansi, ukiwa unalalamika unabaki ukijiona huna bahati na umekwama. Ndio hapo unaanza kuona mimi sitafanikiwa, mimi ni wa hivi, mimi niko chini kimaisha. Lakini kwenye mfumo wa kiroho unabaki ukizunguka jangwani bila kuingia kwenye ahadi yako. Ndio hapo sasa unakuta mtu kila siku ana maisha hayo apige hatua, hana mafanikio kwa sababu ya kulalamika. Sasa tunafanyaje ili kutibu hili tatizo? Jambo la kwanza, fanya mazoezi ya shukrani na kubadili mtazamo. Tunaita reframing. Katika swala la kimwili, fanya mazoezi ya shukrani. Mimi napenda sana wazungu. Si kwamba mimi nina uchukia uhalisia wa Afrika, hapana, ila nasemea wazungu kwa engo ya shukrani. Mzungu wewe fuatilia, hata kama ukimsaidia maji anasema asante. Ukimsaidia kumwandikia labda hata dawa, sababu mimi ni mtaalamu wa afya, anasema asante. Yaani wao wanashukuru kwa kila jambo. Ndio maana unaona wanazidi ku glow up. Hata ukimfungulia mlango anasema asante. Jifunze pia nawe kutumia hiyo concept. Mtu akikusaidia kitu sema asante. Unaanza kuuponya moyo wako kuona, kwa sababu unapokuwa unasema asante
kwenye akili yako unatengeneza ile hali ya kuridhika, na kushukuru kuna kufanya akili yako utulie na kupunguza ile kotizo, ule msongo, ile homoni ya msongo. Inaanza kuona, yani ubongo wako unaanza kuona kwamba kuna mambo fulani pia unayafurahia. Kwa hiyo inaanza kupungua. Kwa hiyo jifunze, mtu amekusaidia hata 1000, sema asante. Mtu akakusaidia kitu fulani, sema asante. Unauponya moyo wako. Lakini badili mtazamo. Yani ukikaa na mimi, muda mwingine unaweza kusema huyu jamaa labda anaongea vitu ambavyo havipo. Na mimi hata ndugu zangu baadhi waga wanielewi. Unakuta nikiwa naongelea kitu, naongea kwa mtazamo mzuri. Si kwamba eti hiyo changamoto haipo. Hapana, ninajua madhara yake. Kwa hiyo unaanza kubadili mtazamo. Mwenzako anakuambia hii kazi hatuweza kukupata, mwambie tutapata. Wewe sema tu. Ni kama mtoto mdogo anavyoimba, hiyo kuna siku ataimba, maneno yatakamilika. Wewe sema tu. Lakini kwenye issue ya kiroho, roho ya shukrani na kukumbuka wema hadi za kiroho. Sasa unapokuwa unataka kuponya roho yako kutoka kwenye kulalamika, unatakiwa uwe na roho ya shukrani pia. Hivyo pia mshukuru Mungu. Ukiamka asubuhi sema Mungu asante kwa kuniamsha salama, asante kwa kunipa kazi hii, umefanikiwa jambo. Na ndio maana ukifuatia masomo yangu mengi, naoga nafundisha nasema shukuru kwanza kabla hata kupokea. Hiyo ni level kubwa ya imani. Shukuru, kwa hiyo jifunze kushukuru. Yaani kushukuru kunaponya roho na mwili. Lakini pia kumbuka wema wa Mungu na ahadi za Mungu. Jifunze kila siku neno la Mungu. Sikiza masomo kama haya ambayo tunafanya hapa. Soma Biblia, sikiliza motivation za watu ambazo zenye uhalisia. Na pendea sana kusikiliza zile ambazo mtu anaongea mwenyewe. Kwa mfano kama nataka kuangalia labda story labda ya Oprah Winfrey, tajiri mkubwa sana wa kike duniani, sikiliza kabisa ile interview yake. Pale hawezi kuongea uongo, ataongea uhalisia wake. Lakini sio wale ambao anatengenezwa na watu mitandaoni. Sikiliza ile yeye mwenyewe anaongea. Na mimi napenda sana kusikiliza hiyo. Nilikuwa nasikiliza siku moja story ya mwigizaji mmoja anaitwa Arnold Schwarzenegger. Alikuwa anasema zamani baba yake alikuwa anataka akae Austria kwa sababu yeye kwao alikuwa ni Austria. Akae kule, wakawa wameshamtafuta na mke na alikuwa anatamani awe polisi. Lakini yeye akasema alikuwa na ndoto kubwa zaidi ya kufanya kitu kikubwa zaidi. Ndio ikamsukuma kuja kuwa mwigizaji mkubwa na mtunisha misuri duniani. Lakini pia ukifuatia watu wakubwa duniani kama kina Michael Tyson, yeye pia alipitia maisha magumu sana. Ilifikia sehemu hata ya kukataliwa pia na mzazi wake, akawa anamuona hana thamani. Sasa ile hali ikamfanya afanye mazoezi kwa nguvu zaidi, mpaka akaja kuwa bondia ambaye naamini dunia nzima inamfahamu. Kwa hiyo ili uponye moyo wako, jitahidi sana kuwa na shukuru mambo ambayo Mungu akusaidia, lakini kumbuka wema wa Mungu, lakini pia sikiliza maneno mazuri, hizo positive way. Ndio maana nashauri zaidi mambo unayosoma. Wewe unapenda sana kuangalia movies za mtu ametendwa, unapenda sana kuangalia stories za mtu ambaye ameumizwa, unapenda kufuatia tamthilia za watu ambao wanachiti. Hayo ndio yanazunguka kwenye akili yako. Kwa hiyo atakuvuta tu. Yaani atakuvuta tu. Na ndio maana Biblia inasema chunga sana moyo wako kwa sababu ndipo hazina kubwa iliko. Moyo wako ndio chemchemi ya uzima. Moyo wako ni nini? Moyo wako ni kile ambacho wewe unakilisha kwenye akili yako, ambacho kinaingia kuunda uhalisia wako. Kwa kama kila siku unalisha mambo ya usaliti, wewe unafuatia tu season za usaliti, unafuatia tu season za uchawi. Baadaye ukija kushangaa unakuja kuamka umechanjwa, umefanya machale yale. Usishangae kwa sababu tayari unavuta ule ulimwengu. Yaani unaanza kufanya connection za spiritual ya mambo ya kichawi. Sasa ujumbe wangu ni huu. Ikitokea umelalamika, usiache malalamiko hayo. Yageuze haraka, ukiyaacha yanakutawala. Huwa inatokea kwa sababu tupo kwenye dunia yenye vikwazo, lakini kamwe angalia upande wa pili wa ushindi, sio malalamiko. Yeah, of course, kama imekutokea umelalamika, usiache hapo. Toka hata pembeni, nenda kalivasi ile kitu. Au nenda ndani kama uko nje, au kama uko sehemu, tafuta kasehemu kwenye upenyo, kalivasi hiyo kitu. Kwa sababu ukiacha inakutawala. Chochote ambacho
unakizungumzia kwa nguvu kubwa, kina nguvu kwako. Kwa hiyo kipunguze nguvu, ukigeuza, ukitawale wewe. Na siri kubwa ni hii, mdomo ndio sehemu ambayo ina nguvu sana kucontrol maisha yako. Yani mdomo tunavyoona, si tu kwamba unatumika kula, pia unatumika kucontrol akili yako na mwili wako uelekee wapi. Kwa hiyo unaweza kuamua kwamba mimi, yani umeshaona gari kile kiuskani, yani gari li kubwa lakini linaendeshwa na kauskani. Kwa hiyo wewe unaendeshwa na mdomo wako. Ukisema kazi hakuna, kazi hazitaonekana. Ukisema kazi napata, na kazi itapatikana. Hii pia ukielewa itakuwa ni rahisi hata kukomandi. Ndio maana Yesu alipopita kwenye mti akauambia, kwa sababu tayari yeye yale masuala ya imani kwake, kwa sababu hapa aliishi kwa mfumo wa mwili wa binadamu na mfumo wa Mungu. Kwa hiyo alikuwa atufundisha pia tuone, kwa maana yeye yale mambo ya kulalamika, yale ya kuwaza kwamba itakuwaje na nini, hapana. Yeye alifika moja kwa moja akamwambia, wewe mti hautakuwa na matunda tena, na akaacha kuwaza kwamba sitakuwaje, akaendelea mbele. Petro ndo akaja akashangaa, Bwana, mti umekauka kuanzia juu mpaka chini. Kwa sababu tayari yeye alikuwa na mtazamo mkubwa, hakuwaza yale mambo ya nyuma kwamba itakuwaje nani. Ukianza kulalamika tu tayari unafunga. Yani unapoanza kulalamika, yani nimesha apply, sasa sijui kama utanijibu, tayari. Ukishaanza sijui kama atanioa, sini, tayari. Yani umeshaanza kujiingiza kwenye site tofauti. Anza kuwaza mambo mazuri. Umeona mtu haeleweki, weka mambo mazuri, alafu mchunguze, amua cha kufanya. Lakini usianze kulalamika, haitakusaidia chochote, badala itakuongezea tatizo. I hope hili somo limekusaidia na umejifunza kitu. Asante sana kwa kunisikiliza. Mimi naitwa Elikhan Mtz. Tukutane kwenye somo jingine. Bye bye na uwe na siku njema.